Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi yaliyo tarehe 11 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni siku mpya tena yenye matumaini mapya, na kama kawaida tunakuletea muhtasari wa matukio muhimu yaliyojiri hapa nchini na katika eneo la maziwa makuu. Na vile vile tunaendelea kujuza kwamba Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile ningekuomba na kusifu kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lingine nasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kitu chako chema cha matangazo. Ni na mazumuni yetu kila siku kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na kutujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, ondoka tuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Tero Shelonga, basi nakuleka kwa mimi mwanzo hadi mwisho matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Na ni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Hali ya usalama endelea kwa kutia wasiwasi katika baadhi ya maeneo ya wilaya Beni mkoani Kivu Kaskazini, ambako vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa kushirikiana na polisi wa taifa ya Kongo vinaendelea na operesheni za kufuatilia waasi wa ADF wanaotumia kuhusika na mashambulizi ya raia katika eneo la Mbahu. Operesheni hizo zilianzishwa kufuatia shambulio lililoripotiwa katika eneo la Mbahu ambalo liliibua taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa sehemu hiyo. Tangu kutokea kwa shambulio, vikosi vya usalama vimeimarisha doria na misako katika sehemu ya mashariki ya barabara ya taifa namba 4 maarufu kama route numero 4 kwa lengo la kuwatafuta washambuliaji na kuzuia mashambulizi mengine dhidi ya wananchi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, katika siku ya kuamkia Jumatano tarehe 10 Juni, wanajeshi wa FARDC pamoja na maafisa wa polisi walikuwa katika operesheni za utafutaji waliogundua mihili 4 ya kiraia katika vichaka vya Matiba eneo liko karibu na Mbahu. Milio ilipatikana wakati vikosi vya usalama vilipokuwa vikiendelea na shughuli za upekuzi katika eneo linaloshukiwa kutumiwa na waasi hao kama njia za kupita au kujificha baada ya kutekeleza mashambulizi hayo. Taarifa zilizotolewa na vyanzo hivyo vinanukuliwa na mwandishi Edwigu Fataki Ruanga, inaeleza kuwa watu hao waliuawa na waasi wa ADF. Waasi hao wanadaiwa kuwa ni wakazi wa maeneo Oicha na Mbau, maeneo ambayo kwa muda mrefu amekuwa kikumbwa na vitendo vya ukatili vinavyohusishwa na kundi hilo la waasi. Ugunduzi wa milio umeongeza idadi ya waasi wanaopoteza maisha yao kutokana na mashambulizi yanayotekelezwa katika ukanda wa Beni. Pia imeongeza huzuni kwa familia zilizopoteza ndugu zao pamoja na wananchi wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na vitisho vya makundi yenye silaha. Mashahidi kutoka eneo wanasema kuwa wakazi wengi waendelea kuwa waangalifu katika harakati zote za kila siku, huku baadhi yao wakiepuka kwenda mashambani au katika maeneo ya misitu kwa kuhofia kushambuliwa. Wengi wamekuwa wakilazimika kuhama kwa muda kutoka vijiji vyao na kutafuta usalama katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Kwa miaka kadhaa sasa, wilaya Beni imekuwa miongoni mwa maeneo yanayoathiriwa zaidi na mashambulizi ya ADF. Kundi hilo ambalo limekuwa likitumiwa kuhusika na mauaji ya raia, utekaji wa watu pamoja na uharibifu wa mali, linaendelea kuwa tishio kubwa kwa usalama wa wananchi katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini na Ituri. Kutokana na hiyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na polisi wa taifa waendelea kuimarisha operesheni za kijeshi katika maeneo yanayotajwa kuwa ngome au njia za waasi. Lengo la operesheni hizo ni kuwasaka wahusika wa mashambulizi, kuzuia harakati zao na kurejesha hali ya usalama kwa wananchi wanaendelea kuathiriwa na vurugu hizo. Vyanzo vya usalama vinaeleza kwa operesheni ni zaratishaje, yani upekuzi wa kina katika maeneo ya misitu na vichaka bado zinaendelea katika maeneo la Matiba pamoja na maeneo mengine yanayozunguka eneo la Mbahu. Vikosi vya usalama vinaendelea kufanya doria za mchana na usiku ili kuhakikisha kwamba washambuliaji hawapati nafasi ya kujipanga upya au kushambulia tena wananchi. Viongozi wa kijamii pamoja na mashirika ya kiraia wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka kuongeza hatua za ulinzi na kwa wananchi, hususan katika vijiji vilivyoko karibu na maeneo ya misitu ambako waasi hao mara nyingi huonekana. Pia wamehimiza wakazi kuendelea kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa kuhusu minendo yoyote inayoweza kutia shaka. Hadi sasa juhudi za kuwatafuta washambuliaji zinaendelea, huko matumaini yakiwepo kwamba operesheni zinazoendeshwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na polisi zitasaidia kuwatambua na kuwakamata wahusika wa mauaji na kurejesha hali ya amani katika eneo la Mbau na maeneo mengine ya wilaya ya Beni.
Shughuli za kijamii na kiuchumi zimeanza kurejea kwa tahadhari katika vijiji vya Mbayo na Kamakombe iliyoko katika eneo la Kabare mkoani Kivu Kusini kuanzia siku ya jana Jumatano tarehe 10 Juni, baada ya siku iliyotawaliwa na mapigano makali kati ya wapana ya waasi wa M23 na vikundi vya wazalendo waliosababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi na kusimamisha shughuli mbalimbali za maisha ya kila siku. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, yale utulivu imeanza kurejea katika maeneo, ingawa wakazi wengi bado wanaendelea kuishi kwa hofu kutokana na kumbukumbu za mapigano yaliyotikisa vijiji hivyo kuanzia asubuhi hadi nyakati za jioni siku ya Jumanne tarehe 9 Juni. Mashuhuda kutoka eneo la tukio wanasema kuwa baadhi ya wananchi wameanza kutoka majumbani mwao na kurejea katika shughuli zao za kawaida licha ya hali ya wasiwasi ambayo bado ipo. Watoto wameonekana kuelekea shuleni kwa ajili ya kufanya mitihani yao, huku baadhi ya wanawake wakiamua kurejea mashambani na kuendelea na shughuli za kilimo ambazo ndizo chanzo kikuu cha maisha kwa familia nyingi katika maeneo hayo. Hata hivyo, wakazi wanasema kwa kurejea kwa shughuli hizo bado ni kwa kiwango kidogo kutokana na hofu ya uwezekano wa kuzuka tena kwa mapigano. Wengi wanaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa wale usalama kabla kuamua kurejea kikamilifu katika biashara, kilimo na shughuli nyingine za kijamii. Mapigano yalitokea tarehe 9 Juni yakisababisha kusimamishwa kwa shughuli nyingi muhimu katika vijiji vya Mbayo na Kamakombe. Nyingi zilishindwa kuendesha masomo kwa kawaida, huku baadhi ya wanafunzi wakilazimika kubaki majumbani mwao kwa sababu ya milio ya risasi iliyokuwa ikisikika katika maeneo ya karibu. Biashara nazo zimesimama kwa muda huo, wafanyabiashara walifunga maduka ya kutafuta maeneo salama ya kujikinga. Wakazi walivyozungumza na vyombo vya habari vya ndani wameeleza kuwa mapigano hayo yalikuwa makali na aliendelea kwa saa kadhaa, jambo sababisha taharuki kubwa katika vijiji hivyo. Familia nyingi zilijifungia ndani ya nyumba zao, huku wengine wakikimbia katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi ili kujiepusha na hatari ya risasi. Mapigano yanatajwa kutokea takriban wiki moja tu baada ya machafuko mengine kulipotoka katika eneo la Kafurumaye karibu na hifadhi ya taifa la Kauzibiega. Tukio linaonyesha kwamba hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya Kabare bado ni tete licha ya juhudi mbalimbali zinazofanywa kurejesha amani na utulivu. Kuendelea kwa mapigano katika ukanda huo kunazuia wasiwasi mkubwa kwa wananchi pamoja na wadau wa elimu, hasa katika kipindi ambacho wanafunzi wanajiandaa kushiriki mitihani ya kitaifa wa uchunguzi wa mwelekeo wa masomo na taaluma unaojulikana kama TENASOSPE. Mtihani huo ni hatua muhimu katika mfumo wa elimu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani huashiria mwisho wa mazungumzo au maelekezo ya elimu na kusaidia wanafunzi kuelekezwa katika ngazi zinazofuata za masomo. Asasi za kiraia pamoja na vyombo vya kijamii wameeleza hofu yao kwamba kuendelea kwa mapigano kunaweza kuvuruga ratiba ya mitihani hiyo ambayo inatajwa kuanza siku chache zijazo. Wanasema kwa wanafunzi wengi tayari wameathiriwa kisaikolojia kutokana na mazingira na hofu ya kutokana na migogoro ya mara kwa mara katika eneo hiyo. Baadhi ya wazazi pia wameonyesha wasiwasi wao kuhusu usalama wa watoto wao wakati wa kwenda na kurudi shuleni ikiwa hali ya usalama haitaimarika kikamilifu. Wamezitaka mamlaka husika pamoja na pande zote zinazohusika katika mzozo huo kuhakikisha kuwa maeneo ya shule na vituo vya kufanyia mitihani yanabaki salama ili wanafunzi waweze kufanya mitihani yao katika mazingira mazuri. Kwa upande mwingine, viongozi wa kijamii wamehimiza wananchi kuendelea kuwa watulivu na kufuata maelekezo ya vyombo vya usalama, huku wakisubiri hali ya utulivu kurejea kikamilifu. Pia ametoa wito kwa pande zote zinazopigana kuzingatia usalama wa raia ambao mara nyingi ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa hatari za mapigano. Hadi sasa hali inaonekana kutulia katika vijiji vya Mbao na Kamakombe, lakini wakazi wengi bado wanaendelea kuwa waangalifu kwa kitumaini kwamba mapigano yaliyoshuhudiwa hivi karibuni hayatatarajiwa tena na kwamba watoto wataweza kuendelea na masomo yao pamoja na kushiriki mitihani ya TENASOSPE bila usumbufu wowote. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kurejesha udhibiti wa maeneo kadhaa muhimu katika nyanda za juu ya wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini baada ya mapigano makali dhidi ya muungano wa waasi wa Twirwaneho na M23 ambao wamekuwa wakihusishwa na mashambulizi na harakati za kijeshi katika sehemu mbalimbali za ukanda huo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vya wanajeshi wa FARDC walifanikiwa kurejesha udhibiti wa miji na vijiji vya Mikenge, Kagenge na Kalingi siku ya jana Jumatano tarehe 10 Juni majira ya saa 3:30 asubuhi. Mafanikio yanakuja siku mbili tu baada ya muungano wa waasi wa Twirwaneho na M23 kudhibiti eneo la Mikenge katika nusu ya kwanza ya siku ya Jumatano tarehe 8 Juni mwaka 2026. Maeneo hayo yalikuwa yakichukuliwa kuwa ya kimkakati kutokana na nafasi yake katika sekta ya Itombo, eneo linalopatikana kati ya wilaya Fizi na Mwenga.
Kwa miaka mingi maeneo ya nyanda za juu za Fizi na Kivu Kusini yamekuwa yakishuhudia migogoro ya mara kwa mara inahusisha makundi yenye silaha, hali ambayo imeendelea kuathiri usalama wa wananchi pamoja na maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwa mujibu wa wakazi wa eneo hilo, mapigano yaliyotangulia kurejeshwa kwa maeneo haya yalikuwa makali, yakilazimisha familia nyingi kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama. Baadhi ya wananchi walijificha katika maeneo ya misitu, huku wengine wakielekea katika vijiji jirani vinavyoonekana kuwa salama zaidi. Taarifa kutoka Mikenge zinaeleza kuwa kabla ya kujiondoa katika eneo hilo, baadhi ya wapiganaji wanahusishwa na muungano wa M23 RDF na Twirwaneho wanaotumiwa kufanya uporaji ndani ya kanisa la Omoneri Protestante la Mikenge. Kwa mujibu wa mashuhuda walikuwepo eneo hilo, watu waliondoka na mali mbalimbali za kanisa hilo. Vitu vinavyotajwa kuondolewa ni pamoja na mimbari ya kanisa, viti, masani mbalimbali pamoja na vifaa vingine vilivyokuwa vikitumika kwa shughuli za ibada na huduma za kijamii ndani ya kanisa hilo. Tukio limezua masikitiko mkubwa miongoni mwa waumini na viongozi wa dini katika eneo hilo, ambao wanaona kuwa nyumba za ibada zinapaswa kuheshimiwa na kulindwa hata wakati wa mapigano na migogoro ya kijeshi. Wakazi wa Mikenge wanasema kuwa kanisa hilo limekuwa likitoa mchango mkubwa kwa jamii kwa miaka mingi na kwamba uporaji umeongeza maumivu kwa wananchi ambao tayari wameathiriwa na vita. Bali na uharibifu wa mali, mapigano ya hivi karibuni yanasababisha hali ngumu kwa maisha ya wakazi walazimika kuhama makazi yao. Wengi wao wanaishi katika mazingira magumu huku wakisubiri kurejea kwa usalama ili warudi katika vijiji vyao. Baadhi ya wakazi waliozungumza na vyombo vya habari vya ndani wameitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua za haraka na madhubuti za kurejesha mamlaka ya dola katika eneo lote la nyanda za juu za Kivu Kusini. Wanasema kuwa vita vya mara kwa mara vimekuwa vikiharibu maisha yao, vikisababisha vifo, uharibifu wa mali na kusimamisha shughuli za maendeleo. Mara kwa mara tunapofikiri kwa amani imerejea, mapigano yanarudi tena. Tunaomba serikali ifanye kila ile inalowezekana kurejesha maeneo yote ambayo bado yanadhibitiwa na makundi yenye silaha na kurejesha mamlaka ya dola, alisema mkazi mmoja mwenye umri wa miaka 75 kutoka Mikenge. Mkazi huyo ambaye ni mmoja wa viongozi wa jamii katika jamii ya Banyamulenge alieleza kwa changamoto ya usalama katika eneo hilo imeendelea kwa muda mrefu kutokana na uwepo wa silaha nyingi mikononi kwa makundi yenye silaha. Kwa mujibu wake, baadhi ya silaha hizo zimekuwepo katika ukanda huo kwa miongo kadhaa, huku nyingine zikidaiwa kufichwa katikati ya maeneo mbalimbali ya nyanda za juu. Kauli hiyo imeonyesha changamoto na kiwango kikubwa cha wasiwasi kilichopo miongoni mwa wananchi kuhusu kuendelea kwa migogoro katika sehemu hiyo ya Kivu Kusini. Wengi wanaamini kwamba pamoja na mafanikio ya kijeshi yanayopatikana mara kwa mara, suluhisho la kudumu linahitaji pia juhudi za kisiasa, kijamii na kiusalama ili kuondoa kabisa vitisho vinavyotokana na makundi yenye silaha. Kwa upande wake, kurejeshwa kwa Mikenge, Kalenge na Kakenge na Kalingi kunachukuliwa kama hatua muhimu kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika juhudi zake za kudhibiti tena maeneo ya nyanda za juu ambazo zimekuwa kitovu cha mapigano katika miezi ya hivi karibuni. Maeneo hayo tena yamekuwa na umuhimu mkubwa wa kijeshi na kijamii kwa sababu yanahudumia njia za mawasiliano kati ya wilaya kadhaa za Kivu Kusini. Hata hivyo, pamoja na kurejea kwa jeshi katika maeneo hayo, changamoto za kibinadamu zinaendelea kujitokeza. Familia nyingi bado ziko katika hali ya kuhama makazi, shule zimeathiriwa na shughuli za kiuchumi zimepungua kutokana na mazingira ya kutokuwa na uhakika wa usalama. Wananchi wa Mikenge, Kakenge na Kalingi sasa wanatumaini kwa kurejeshwa kwa maeneo yao chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutafungua njia ya kurejea kwa amani, usalama na huduma za msingi ambazo zimeathiriwa kwa muda mrefu na vita vinavyoendelea katika nyanda za juu za Fizi na Mwenga. Mvutano mpya wa kisiasa na diplomasia umebuka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya muungano wa waasi M23 kukataa kwa nguvu zote ripoti iliyochapishwa na shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch, ambayo imeshtumu harakati hiyo kwa kuhusika katika vitendo mbalimbali vya kiukwaji wa haki za binadamu katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Kupitia taarifa iliyotolewa siku ya jana Jumatano tarehe 10 Juni, msemaji wa kundi la waasi M23 Lawrence Kiauka alisema kuwa harakati hiyo haitambui ripoti hiyo na kueleza kuwa imejaa upendeleo, dosari nyingi za taarifa na madai ambayo kwa mujibu wake hayawakilishi hali halisi inayopatikana katika maeneo yanayodhibitiwa na kundi hilo.
Kwa mujibu wa Kiauka, waasi wa M23 inaamini kuwa Human Rights Watch imefanya uchunguzi unaolenga zaidi kuilaumu harakati hiyo huku ikipuuzia kwa kiwango kikubwa madai ya kiukwaji wa haki za binadamu yanayodaiwa kufanywa na makundi yanayoshirikiana na serikali ya Kinshasa. Alisema aliona leta maswali mengi kuhusu usawa na kutokuwa na upendeleo wa shirika hilo katika uchunguzi wake. Katika taarifa yake, afisa M23 alisitiza kuwa Human Rights Watch imejikita zaidi katika kuchunguza na kuripoti matukio yanayohusu M23 bila kutoa uzito unaofanana na matukio mengine yanayoripotiwa katika maeneo yenye migogoro. Kwa mtazamo wa harakati hiyo, hali hiyo inaweza kuathiri uaminifu wa matokeo ya uchunguzi huo mbele ya jamii ya kimataifa. Moja ya hoja kuu zilizotolewa katika ripoti hiyo ya Human Rights Watch ni madai kuwa uajiri wa lazima kwa wapiganaji katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23. Hata hivyo, viongozi wa harakati hiyo wamekanusha madai hayo na kusema kwa shughuli zote za uhamasishaji na wanachama na wapiganaji zimekuwa zikifanyika hadharani na kwa uwazi. Lawrence Kanyuka alisema kwa M23 imekuwa ikiendesha mikutano ya hadhara, kampeni za uhamasishaji na shughuli mbalimbali zinazoweza kuonekana wazi mbele ya wananchi, na kwamba picha pamoja na video za shughuli hizo zimekuwa zikisambazwa hadharani. Kwa msingi huo, alisema kuwa madai ya uajiri wa lazima hayana misingi yoyote na yanapaswa kukataliwa. Afisa M23 ameeleza kuwa baadhi ya picha na video zilizopatikana kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha kile wanachokidai kuwa ni uwepo wa watoto waliovalia sare za kijeshi ndani ya makundi yanayoshirikiana na serikali ya Kinshasa. Harakati hiyo pia imetaja mashambulizi ya mabomu yanayodaiwa kuasiri raia katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Kutokana na hiyo, M23 imewataka waandishi wa habari wa tafiti huru na washirika wa kimataifa kuchunguza kwa kina taarifa zote zinazopatikana kutoka pande mbalimbali kabla ya kufikia hitimisho kuhusu madai yanayohusiana na kiukwaji wa haki za binadamu. Hata hivyo, kwa upande wa Human Rights Watch inasema kuwa ilisimama nyuma ya matokeo ya uchunguzi wake uliowasilishwa hadharani Jumatano. Shirika lilieleza kuwa uchunguzi wake ulifanyika kwa muda mrefu na ukihusisha ukusanyaji wa ushahidi kutoka maeneo mbalimbali yaliyoathiriwa na mzozo wa silaha mashariki mwa DRC. Katika ripoti hiyo, Human Rights Watch imedai kuwa wapiganaji wa M23 wakisaidiwa na wanajeshi wa Rwanda wanahusika katika kampeni ya ujasiri wa lazima wa wapiganaji pamoja na kuwashikilia watu kinyume cha sheria katika maeneo kadhaa ya mashariki mwa Kongo. Kwa mujibu wa shirika hilo, maelfu ya wapiganaji waliokamatwa pamoja na raia wakadai waliokumbwa na vitendo vya kuzuiliwa bila kufuata taratibu za kisheria. Ripoti hiyo inadai kuwa kulikuwa na operesheni za kukusanya watu kwa nguvu, kukamatwa kiolela, mateso, adhabu na viboko, kazi za kulazimishwa pamoja na matumizi ya watoto katika shughuli za kijeshi. Shirika hilo la Human Rights Watch imeeleza kuwa visa hivyo vimerekodiwa katikati ya mwaka 2024 na mwaka 2025 katika maeneo mbalimbali yalikuwa chini ya usimamizi wa harakati hizo za uasi wa M23. Shirika hilo linaamini kuwa baadhi ya vitendo vinavyoripotiwa vinaweza kuingia katika kikundi cha uhalifu wa kivita na vinapaswa kuchunguzwa kwa kina na vyombo vya kimataifa na vya haki. Kwa mujibu wa Human Rights Watch, iwapo madai yao yatathibitishwa kupitia uchunguzi wa kina, baadhi ya wahusika wanaweza kukabiliwa na mashaka na mashtaka yanayohusiana na uhalifu dhidi ya binadamu pamoja na kiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na za kibinadamu. Mjadala unaibuka tena katika kipindi ambacho mashariki mwa Kongo inaendelea kukabiliwa na migogoro ya usalama tangu kurejea kwa nguvu za M23 mwaka 2021. Tangu wakati huo kumekuwa na ripoti nyingi kutoka kwa mashirika ya kimataifa, wataalamu wa Umoja wa Mataifa na wadau wa kikanda kuhusu madai ya kiukwaji wa haki za binadamu katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Kwa miaka kadhaa sasa, majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini yanaendelea kushuhudia mapigano kati ya jeshi la serikali na makundi mbalimbali yenye silaha. Migogoro imesababisha vifo vya maelfu ya watu, uharibifu wa mali na kufanya mamilioni ya wananchi kuyahama makazi yao. Wakati mjadala ukiendelea, wananchi wa Kivu Kaskazini na Kusini wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa athari za migogoro ya silaha, huku wengi wao wakisubiri kurejea kwa amani, usalama na utulivu wa kudumu katika maeneo yao. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kuwa litafanya mazoezi maalum ya matumizi ya silaha na vifaa vya kivita katika eneo la Katongo ndani ya mji wa Uvira mkoani Kivu Kusini siku ya leo Alhamisi tarehe 11 Juni mwaka 2026. Tangazo hilo limetolewa kupitia taarifa rasmi iliyochapishwa Jumatano tarehe 10 Juni na makao makuu ya kanda ya 13 ya kijeshi ya FARDC. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mazoezi hayo yatafanyika kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 za asubuhi
katika eneo la Katongo ambalo ni moja ya maeneo yanayotumiwa na jeshi kwa shughuli mbalimbali za kijeshi. Jeshi limeeleza kuwa lengo la mazoezi ni kuendelea kuimarisha uwezo wa wanajeshi katika matumizi ya vifaa vyao vya kivita na kuhakikisha utayari wa vikosi katika kutekeleza majukumu yao ya kulinda usalama wa wananchi pamoja na mipaka ya taifa. Katika taarifa hiyo, kanda 33 ya kijeshi imefahamisha wakazi wote wa Uvira pamoja na maeneo jirani kwamba milio ya risasi na milipuko midogo itakayokuwa ikisikika katika muda huo itahusiana na mashambulizi yoyote wala hali ya hatari, bali ni sehemu ya mafunzo ya kawaida ya jeshi yanayofanywa kwa ratiba maalumu. Tangazo hilo limekuja katika kipindi ambacho mkoa wa Kivu Kusini unaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali za kiusalama zinazohusisha uwepo wa makundi yenye silaha katika baadhi ya maeneo ya ndani ya jimbo hilo. Kutokana na hiyo, mamlaka za kijeshi zimeona umuhimu wa kuwajulisha wananchi mapema ili kuzuia taharuki na uvumi ambao unaweza kusambaa kwa wakati wa mazoezi hayo. Viongozi wa kijeshi wametaka wananchi kubaki watulivu na kuendelea na shughuli zao kwa kawaida bila hofu yeyote. Wamesisitiza kuwa kila kitu kiko chini ya udhibiti wa vikosi vya usalama na kwamba kuna tishio lolote linalokabili Uvira kutokana na mazoezi hayo yaliyopangwa kufanyika. Hata hivyo, kutokana na historia ya migogoro ya silaha ambayo imewahi kushuhudiwa katika baadhi ya maeneo mashariki mwa DRC, taarifa za milio ya risasi mara nyingi husababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Ndio maana jeshi limeamua kutoa taarifa hiyo mapema ili kila mkazi wa Uvira afahamu chanzo cha milio litakayosikika wakati wa mazoezi hayo. Mamlaka za kijeshi zimehimiza wananchi kuepuka kusogea maeneo yatakayohusika na mazoezi hayo kwa sababu za usalama. Wameeleza hatua zote muhimu zitachukuliwa kuhakikisha mafunzo haya yanafanyika katika mazingira salama bila kuhatarisha maisha ya wananchi au mali zao. Kwa sasa wakazi wa Uvira na maeneo yanayozunguka Katogota wanatarajiwa kusikia milio ya mazoezi hayo katika saa 12 hadi saa 4 za asubuhi. Hii ni taarifa muhimu kwa wananchi wa Uvira, hasa wale wanaoishi karibu na maeneo la Katogota, kufahamu kwamba milio yote itakayosikika katika muda huo ni sehemu ya mazoezi ya kawaida ya jeshi na si ishara ya mapigano au tukio lolote la kiusalama. Wakazi wa kijiji cha Bibokoboko kilichopo katika milima ya kati ya wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini wanasema hali ya usalama imeanza kurejea na maisha kuwa ya utulivu zaidi kufuatia uwepo wa pamoja wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na vikosi vya kijeshi vya Burundi vilivyowekwa katika eneo hilo. Kauli imekuja wakati ambako maeneo mengi ya karibu sana Minembwe yanaendelea kukabiliwa na changamoto ya kiusalama na wito wa kuendelea kutolewa kwa wakazi, huku wakitaka serikali kuongeza nguvu za ulinzi ili kurejesha kikamilifu mamlaka ya dola na kuhakikisha ulinzi wa raia. Katika kijiji cha Bibokoboko, mmoja wa wakazi wa Zezakayo Zebikamiro mwenye umri wa miaka 84 ameeleza kuwa kwa sasa wakazi wanaishi katika mazingira ya amani ukilinganisha na kipindi cha nyuma ambacho eneo hilo limekuwa likikumbwa na hofu na machafuko ya mara kwa mara. Akizungumza katika mahojiano hayo, mkazi huyo amesema kuwa uwepo wa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wanajeshi wa Burundi umechangia kwa kiasi kikubwa kupungua kwa matukio ya kiusalama na kurejesha imani miongoni mwa wananchi. Alieleza kuwa kwa sasa watu wameanza kufanya shughuli zao kila siku bila hofu kubwa kama ilivyokuwa hapo awali. Kwa mujibu wake, wananchi wa Bibokoboko wameanza kurejea katika maisha ya kawaida ikiwemo kilimo, biashara ndogo ndogo na harakati nyingine za kijamii ambazo zilikuwa zimesimama au kupungua kutokana na hali ya ukosefu wa usalama iliyokuwepo katika kipindi kilichopita. Hata hivyo, pamoja na hali hiyo ya utulivu wa kiasi, mkazi wao amesema ameweka wazi kuwa bado kuna haja kuimarishwa zaidi kwa ulinzi katika maeneo mengine ya jirani ambayo bado haijafikia kiwango cha utulivu. Amesema kuwa amani Bibokoboko itakuwa na maana zaidi endapo maeneo yote ya Fizi na Kivu Kusini atapata usalama wa kudumu. Katika wito wake, mzee huyo ametaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mamlaka za kijeshi kuhakikisha kwamba usalama unaimarishwa pia katika maeneo ya Minembwe na sehemu nyingine ambazo bado zinakabiliwa na uwepo wa makundi yenye silaha. Kwa mujibu wake, amani ya kweli inapatikana pale ambako kila mkazi ataweza kuishi bila hofu katika ardhi yake. Wito unaendana na malalamiko ya muda mrefu kutoka kwa wakazi wa baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini, hasa katika milima ya Fizi na Mwenga ambao mara kwa mara wamekuwa wakitaka kuimarishwa kwa uwepo wa jeshi na ili kukabiliana na changamoto za kiusalama zinazoendelea. Katika miaka hivi karibuni, maeneo ya Minembwe na sehemu nyingine za milima ya Fizi yamekuwa yakikabiliana na mizunguko wa machafuko yanayohusiana na makundi mbalimbali yenye silaha, alama inayosababisha kuhama kwa wananchi, uharibifu wa mali na kudorora kwa shughuli za kijamii na kiuchumi. Hata hivyo, uwepo wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vikosi washika katika baadhi ya maeneo umeanza kuleta dalili za utulivu
utulivu, jambo linalowapa matumaini baadhi ya wakazi kwamba hali inaweza kuimarika zaidi iwapo juhudi hizo zitaendelea kupanuliwa. Wakati huo wananchi wa Ibokoboko waendelea kutoa wito kwa mshikamano wa kitaifa huku katika kuhakikisha kwamba maeneo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanarejea katika hali ya amani na usalama wa kudumu. Wanasema kuwa bila usalama wa pamoja maendeleo ya kijamii na kiuchumi haiwezi kupatikana kwa kiwango kinachotarajiwa. Kwa sasa ile Ibokoboko inaonekana kuwa ya utulivu kulinganisha na maeneo mengine jirani, lakini wakazi wake wanaendelea kusisitiza kuwa amani inahitaji kuimarishwa na kulindwa ili isiwe ya muda mfupi bali iweze kudumu kwa vizazi vijavyo. Ninaitwa kwa jina Zakayo Sebi Kamiro Baba Rusaraza. Una watoto ngapi? Watoto? Niko na miaka 84 na tena ninaishi hapa Bibogobogo. Niko mwenyeji wa Bibogobogo sana sana. Nilipanda miti ya mikaratusi ikinapasuliwa mbao. Maima siku sie. Tuko na amani. Tunakaa na FARDC mzuri. Tunakaa na Barundi mzuri. Basoda ya Kirundi wanatuchunga mzuri. FARDC natuchunga mzuri. Hakuna shida nao. Hatuna shida nao. Hata ujumbe kabila zote zenye kuwa katika Kongo tunazitumia ujumbe bajue kama Bibogobogo kwa leo tuko na amani. Tunachungwa na FARDC, tunachungwa na Barundi, banatuchunga mzuri sana. Bunge la Taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepitisha siku ya Jumanne tarehe 9 Juni pendekezo la sheria linaloweka masharti ya kuandaa na kusimamia kura ya maoni nchini. Hatua imekuja baada ya mjadala wa kina uliofanyika katika bunge hilo na kuzingatia marekebisho yaliyopendekezwa na wabunge kupitia ripoti ya tume ya kisiasa, utawala na sheria. Kati ya wabunge 351 walioshiriki katika upiga kura, wabunge 348 waliunga mkono maandishi hayo, wawili wakipinga huku mbunge mmoja akijizuia kupiga kura. Matokeo yanaonyesha uungwaji mkono mkubwa wa wengi wa wabunge kwa sheria hiyo ambayo sasa inatarajiwa kuwasilishwa katika seneti kwa usomaji wa pili kabla ya kuendelea na hatua nyingine za kisheria. Baada ya kupitishwa kwa sheria hiyo, rais wa bunge la taifa Bonji Sankara alieleza kuridhishwa kwake na hatua hiyo, akisema kuwa ni tukio la kihistoria katika safari ya kidemokrasia ya Kongo. Mungu huyo wa jimbo la Walungu katika mkoa wa Kivu Kusini anasisitiza kuwa sheria hiyo inawapa wananchi nafasi kubwa zaidi ya kushiriki moja kwa moja katika maamuzi yanayohusu mustakabali wa taifa lao. Kwa mujibu wake, kuwepo kwa mfumo wa kisheria unaoeleweka kuhusu kura ya maoni kutaimarisha ushiriki wa wananchi katika masuala ya kitaifa na kuimarisha zaidi mamlaka ya wananchi kama chanzo kikuu cha uongozi wa nchi. Alieleza kuwa kuanzia sasa masuala makubwa yanayogusa maslahi ya taifa yataweza kuwasilishwa moja kwa moja kwa wananchi ili waeleze msimamo wao kupitia kura ya maoni kwa mujibu wa misingi ya katiba ya nchi. Pendekezo hilo la sheria ni mpango wa mbunge wa Paul Gaspare Koi Walonga anayewakilisha jimbo la Yahuma katika mkoa wa Chopo. Sheria iliwasilishwa rasmi bungeni mnamo tarehe 14 Disemba mwaka 2024 kwa lengo la kuziba pengo la kisheria lilokuwa likihusu namna kura ya maoni inavyoweza kuandaliwa nchini. Mwandishi wa sheria hiyo anaamini kuwa mfumo mpya utafanya Kongo kuwa na sheria inayolingana na matawala ya katiba inayotumika sasa. Hata hivyo, kupitishwa kwa sheria hiyo kumeibua mjadala mkali katika medani ya kisiasa. Wabunge upinzani wa kushiriki katika mchakato wa kupiga kura unaendelea kuonyesha wasiwasi wao kuhusu nia halisi ya sheria hiyo. Kwa mujibu wa viongozi wa upinzani, hatua hiyo inaweza kutumiwa na mamlaka zilizopo madarakani kufungua njia mabadiliko ya katiba ambayo inaweza kumruhusu kuongeza kwa muda wa utawala wa Rais Felix Antoine Tshisekedi. Upinzani unaeleza kuwa hofu hiyo inatokana na ukweli kwamba Rais Tshisekedi kwa sasa yupo katika muda wake wa pili na wa mwisho kwa mujibu wa katiba ya sasa ambayo inatarajiwa kumalizika mwaka 2028.
Kwa mtazamo wao, sheria ya kura ya maoni inaweza kuwa hatua ya mwanzo kuelekea marekebisho ya katiba itakayobadili baadhi ya masharti ya msingi ya utawala wa nchi. Kwa upande mwingine, wabunge wa muungano wa wengi walioko madarakani wamekanusha madai hayo. Wamesema kwamba maandishi yaliyopitishwa hayana lengo la kubadili katiba wala kuongeza muda wa uongozi wa mtu yeyote, bali na kusudia tu kuweka mfumo wa kisheria unaowezesha wananchi kutoa maoni yao kuhusu masuala muhimu ya kitaifa. Kwa mujibu wao, kura ya maoni ni chombo cha kidemokrasia kinachotumiwa katika nchi nyingi duniani na kinapaswa kuwa na sheria ya wazi na utekelezaji wake. Katika mazingira ya mvutano wa kisiasa, muungano wa vyama vya upinzani unajulikana kama Coalition C64 umetangaza maandamano ya kupinga hatua hiyo mbele ya jumba la bunge la taifa Palais du Peuple mjini Kinshasa. Viongozi wa muungano wao wanasema tayari wamejumlisha gavana jiji la Kinshasa kuhusu mpango wao kufanya maandamano ili kuonesha kutokuridhishwa kwao na mwelekeo wa mchakato wa kisiasa. Na ni kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 11 Juni mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Basi tunashukuru kwa kutusikiliza na kuwa pamoja nasi muda wote huu wa matangazo. Tuendelea kuwatakia siku njema iliyojaa amani, mafanikio na usalama katika shughuli zenu za kila siku. Vile vile endelea kufuatilia Kivu News Info kwa taarifa zaidi zinazojiri hapa nchini na katika ukanda mzima wa Mashariki. Na vile vile kabla tuhitimisha matangazo yetu, niendelee kukumbusha kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla kuondoka, ningekomba na kusiku kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruza kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu ya kila siku mshato na kuletea habari sasa zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Basi naendelea kutuandikia na ukatujuza na tusikilize kwa sehemu gani na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloshe Longa, sina la ziada ila tuache niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwa mbariko na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Acha mtakia asubuhi njema yenye mafanikio tena, ni kwa dita mtanane katika matangazo yetu ya mchana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Bye bye na chao, baki salama na asubuhi njema. Congolaise, particulièrement de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, restons vigilants face à Ebola.